Usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele, kulike, kushare na ucomment ili uwe mwanafamilia bora wa channel hii ya Maisha Safari Channel. Maisha Safari Channel, always be available. Chadema wanaandaa mkakati wa siri au mbinu ya siri ambayo wamekuja na mpango wa kuchangisha pesa ili waende wakanunue virusi vya Ebola na Mpox kuvileta hapa Tanzania, kwa maana waambukizi wa baadhi ya wananchi, ili nchi iwe na vurugu na uchaguzi ulete vurugu wa 2025 na iwe ngumu kufanyika. Hayo ni maneno, nimenukuu maneno ambayo aliyosema Amos Makalla katika mkutano wa hadhara uliofanyika Machi 22, 2025 katika mkoa wa Simiyu. Hii kauli sasa hivi imedumu ndani ya wiki zima na inajadiliwa sana na baadhi ya wachambuzi wa kisiasa, waandishi wa habari mbalimbali na wadau mbalimbali wa siasa na wananchi. Kwanza leo tuende tukaangalia kidogo madhara ya hii kauli, faida ya hii kauli kwa uchache. Kwani kenye faida haikosi hasara, kenye hasara haikosi faida. Amos Makalla amezungumzia hii kauli, amejisahau kuwa yeye ni katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo katika chama chake. Kwa maana yeye ni kioo kikubwa hasa katika wanachama chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Yaani yeye ni mmoja wapo wa kioo kikubwa. Na kauli ambayo atakayezungumza yeye inachukuliwa kwa uzito, kwa sababu mpaka akapewa nafasi hiyo. Ukiambiwa katibu mwenezi, katibu wa itikadi, epuka sana ile neno kusikia itikadi. Yaani itikadi mizengezenge yote, yaani itikadi ni vitu vingi sana. Ina maana kauli yote ambayo atakayezungumzia katika mkutano wote inachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Alivyosema maneno hayo kuhusiana na Chadema kwa madai kwamba wanaandaa ajenda ya asili ya ili wachangishe pesa wakanunue virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete hapa Tanzania. Kwanza hawa Chadema kama kweli, kwa sababu sisi wengine hatuwezi tukasema kweli au sio kweli, kwa sababu mpaka Amos Makalla anasema hivyo, kuna vitu kaangalia na kuna ushahidi anaweza kaa nao. Kwa sababu katika hali ya kawaida, hata kama ujivunie uongozi ulioko serikalini, wewe ndio umeshikilia kisu, lakini hauwezi kutamka hizo kauli kwa hasa katika mwaka huu ambaye wa kampeni, mwaka huu ambaye wa uchaguzi. Ni kauli nzito sana, ni shutuma nzito sana. Yaani hizo shutuma zinapelekea mpaka chama kufutwa. Yaani kama wewe ni una chama afu chama chako kinataka kiunue sumu kwa wananchi wafe, hivi kuna maana gani ya kuwa na hiyo chama? Kwa maana hiyo shutuma ni nzito sana. Sasa twende tukaangalie madhara ya hii shutuma kwa watu ambao waliozungumziwa hawa Chadema. Kama ikiwa kweli anao hakika Amos Makalla kwamba kweli kuna ajenda asili inatumika na Chadema anataka kufanya hiko kitu, basi hao malengo yao kama sio mawili matatu. Cha kwanza kabisa, kuleta maafa Tanzania, kwa sababu huo ugonjwa ukija hapa, ukiletwa hapa, Mpox na Ebola ni ugonjwa mbaya sana, pandemic disease. Yani kuna pandemic disease nyingine zinachukua wananchi wengi kwa muda mfupi kabisa. Yani sasa ukizungumzia corona ndio kama hizo Ebola na Mpox, hatari kabisa. Hiyo ya kwanza. Na miongoni mwa hao wananchi ambao watakayopata madhara, je, hawatakuepo wa Chadema? Lakini muda mwingine kama ukitaka kufanya figisu hautaangalia hicho. Kama ukitaka kufanya jambo lako hautaangalia hicho. Kuna yani unaamini kuna baadhi ya wengine wapotee ili jambo fulani liende. Hiyo lengo la kwanza. Hilo maana yake wana lengo, hiyo lilikuwa lengo la kwanza la kwao.
Lengo la pili, baada ya hapo wananchi wengi yakija machafuko hayo ya Ebola na Mpox, maana wananchi wengi watakufa. Kifupi, ina maana utalaumiwa uongozi uliopo. Cha kwanza kabisa, Mpox na Ebola imefikaje? Alafu watachukua njia gani za kufanya Mpox na Ebola kupotea au kustopishwa kuendelea kuenea Tanzania. Ina maana kuna shutuma nyingi unaweza kupewa uongozi wa chama tawala, au kuna kazi kubwa ikapelekea mpaka uchaguzi kufanya ukaahirishwa kwa sababu ya hizo shutuma. Kwa maana hiyo kuna bomu linatengenezwa, kuna kesi inatengenezwa hapa. Kama kweli hizo shutuma zipo kweli, maana kuna kesi au kuna bomu linatengenezwa, bomu hiyo ni nyuklia kubwa sana na Chadema. Na madhara yake ya hiyo ndio kupoteza watu wengi, yani kufariki watu wengi kutokana na ugonjwa huo, kuleta machafuko, inaweza kusababisha kuleta machafuko ya kisiasa, inaweza ikasababisha uongozi wa chama tawala ukaonekana hauna maana na wakaanza kufikiria wapinzani, kwa sababu wao mmoja wapo malenga wamejenga za wao baada ya uongozi wa chama tawala kuonekana hautafanya kazi ipasavyo, basi itakuwaje? Huo kwa upande, ikiwa kama kweli Chadema ile mbinu yao, kama kweli Chadema hiyo mbinu yao au ajenda yao asili ni kweli ambaye aliyosema Amos Makala. Lakini hiyo faida kwa upande gani? Upande wa Chadema, na hasara kwa taifa. Je, twende tukaangalie kama upande wa pili hii kauli inakuwa haina ushahidi. Hii kauli ikiwa haina ushahidi na ikiwa ni propaganda, yani ikiwa propaganda ya kuzusha tu. Kama hii kauli itakuwa ya kuzusha, cha kwanza kabisa, kwa sababu huu ni katibu itikadi, uenezi na mafunzo, moja kwa moja kama kaongea kwenye mhadhara na alihusisha na akiongea watu wanajua anawakilisha chama, maana yake huyu anachokiongea chama chake kipo nyuma kumsupport. Tofauti na hapo wamkosoe wenyewe, aidha kuna baadhi ya vitu vitatu au vinne: aombe msamaha, ajiuzulu, au apige faini, au asipishe uongozi hata kama hasipata kujiuzulu, au aombe msamaha. Kwa hiyo kama sio sahihi, hiyo kauli sio sahihi, maana hasara ya kwanza kabisa kwa Chama cha Mapinduzi, maana kaenda kukichafua Chama cha Mapinduzi. Maana yake wanaonekana viongozi wake, hasa yeye akiwa mmoja hapo mkubwa tu, kuna baadhi ya maneno anazusha ili mradi wapinzani wapagawisha katika mwaka huu wa kampeni. Maana hiyo ni mbinu moja hapo, kama ikiwa sio ya kweli. Lakini nanukuu, msinukuu vibaya watazamaji wa Maisha ya Safari. Hapo tupo katika siasa, kuna possibility ya kitu kuwepo au kusikisiwepo, kwa sababu mpaka kaongea hivyo Amos Makala kuna vitu vyake kaangalia. Kwa maana hiyo, kama ikiwa sio ya kweli, atakuwa ameitia doa kidogo siasa yetu ya Tanzania, hasa kuelekea katika mwaka huu wa uchaguzi. Na madhara yake kama nilivyosema, Chama cha Mapinduzi kuchafuliwa. Lakini je, kama sio kweli, au tuende kwenye upande wa kwanza, kama ndio kweli, hatua gani zinaweza zikachukuliwa? Cha kwanza kabisa, kuna uhaja wa viongozi wa Chadema kuwahoji kiundani kabisa kuhusiana na ajenda hiyo ambayo iliweka wao, faida zake na hasara zake wao wenyewe wazitaji wanaoona wao, kama kweli imethibitika hivyo. Tofauti na hapo, chama kupiga faini kubwa, na muda mwingine katika nchi nyingine chama kama hiki kinaweza kikastopishwa kwanza katika shughuli zake za kiutawala. Kwa sababu gani? Hebu afikiria, ukileta virusi vya Ebola hapa, manake
unalenga wananchi ambaye wewe unatarajia wakuchague uwaue. Sio maana yake? Yaani unalenga wananchi ambao unatarajia wewe wakuchague, huenda unaweza ukaa mzuri utawale nchi, basi wewe unataka uwaue, yani usiwe nao kabisa. Kwa sababu hatuangalii baadhi ya sehemu, mfano itakuwa Arusha, tunaangalia kama mfano Watanzania wote watapata hiyo virusi. Wao wenyewe haliyakuwa akijikinga kwa sababu anajua amevileta wao. Ukiwa na malengo ya kuua wananchi wako ambao unatakiwa kuwatawala kisiasa, tena katika mfumo wa vyama vingi, tena katika nchi ambaye huru, katika nchi ambaye ya amani kabisa, ina maana chama hiko kinaweza ikapelekea, kama ushahidi upo, kinaweza ikasopishwa katika shughuli zake au kufutwa katika nchi, baadhi ya nchi. Sijajua Tanzania inakuwaje hasa sheria zake, lakini siku nyingine tutakuja hapo kuelezea baadhi ya makosa ya vyama wanayofanya mbaya na hukumu zake katika, baada ya kufuatilia kwenye katiba. Hizo hatua za kuchukua kwa upande kama ikiwa kweli ina haja ya viongozi wa chama cha Chadema kuwaita, kuuliza na mjadala huu mpaka upatikane mwafaka kwamba hiyo issue watakiwa waache, ni mbaya sana. Sasa kwa upande wa Maisha Safi Channel, kama kweli hiyo ajenda ya kweli, inashauri Chadema waache kwa sababu ni mbaya sana. Yaani hiyo ajenda wanayoleta wao ni ajenda katika nchi ya Tanzania bado haijafika, ni ajenda kama hiyo. Hiyo nchi zilizoendelea figisu, hiyo ni nchi, yani kuna figisu hiyo figisu mbaya sana. Na kama sio kweli, hatua gani zitakuwa zifuate? Cha kwanza kabisa, Amos Makalla, kuna baadhi ya vitu walikuwa waulizwe mpaka asema hizi kauli kafikiria nini? Hiyo namba moja. Mpaka akasema hizi kauli kafikiria nini? Lengo kuchafua chama chake aliyopo au lengo kuchafua chama pinzani? Cha pili, Amos Makalla, sisemi inaweza ikawa hivyo, lakini kisiasa zaidi kwa wenzetu nje huku, mtu anaweza akajiweka pembeni katika chama kwa lengo kwa minajili ya kujiuzuru. Shutuma hiyo sio shutuma ya masiala, shutuma ya kuleta mfarakano kwenye siasa dakika 2 tu. Chadema atakuwa malipokeaje hilo? Wanaanzisha mashambulizi gani? Lakini inakuwa rahisi kama wewe ukifanya maamuzi ambao ulitoa kauli bana, mimi kwa sababu nimetoa kauli hiyo kwa minajili hii, basi najiuzuru katika wazifa wangu. Lakini ajenda ya mwisho kabisa ni yeye mwenyewe Amos Makalla kusimama fronti kutokana na kauli hii niliyosema, aombe msamaha Chadema na wananchi kwa ujumla, kudanganya umma. Na mwisho kabisa, kuhusiana na Chadema atakuwa na faida gani na hii kauli? Chadema wanaweza kumshtaki Amos Makalla na wakashtaki uongozi, wakashtaki chama tawala kwa kupitia viongozi wao kina inyima uhuru Chadema, au kina ifanya Chadema kinaipunguza Chadema kuelekea uchaguzi wa mwaka mpya na kuelekea uchaguzi wa 2025, kwamba chama chao kinachafuliwa kupitia huyo Amos Makalla. Kwa maana Amos Makalla kupitia chama chake cha Mapinduzi wana lengo la kuichafua chama cha Chadema ili 2025, katika uchaguzi 2025 yatokee mafarakano mengi, unaweza akashtaki. Na niseme tu kifupi, muda mwingine sheria msumeno unakata huku na huku, lakini muda mwingine sheria na tunasema haifanyi haki au inapandishwa kwa minajili wengine. Kwa mfano, hii kauli ya Amos Makalla imezungumziwa hii hapo direct. Kaisema mwenyewe direct, yani pasipokuwa na kuangalia. Kama hana ushahidi, Chadema anaweza kashtaki, lakini utasikia Chadema anashindwa. Yaani kesi anashindwa. Una voice, kuna kitu gani ambacho yeye anaweza kashindwa kama ule hana ushahidi? Kuna wengine wapo above the law. Kuna baadhi ya watu wapo above the law. Kuna ile kwa nasema no one above the law.
lakini kuna baadhi ya watu hapo above the law. Kwa maana hiyo katika ile issue, ndio maana wiki zima nchi kila mtu anasema lake, kwa sababu ni kesi kubwa sana hiyo. Nikukumbushe tu mtazamaji wa Maisha Safari Channel, lengo la channel hii ni kuelimishana, kukumbushana pale ambapo kutakuwa na mapungufu ya mtu fulani, kumwelimisha na kuweza kumwelekeza katika hali iliyokuwa yani sio ya ugomvi, na lengo sio la kuleta mfarakano, lengo sio la kuleta migongano ya baina sehemu fulani na sehemu fulani. Hapana, ni mradi kwenye ukweli, unazungumza ukweli, na panapokuwa na uwazi unasema ukweli. Lengo la siasa ya Tanzania kwenda mbele, lengo la vyama pinzani kuleta changamoto katika uchaguzi na kufanya uchaguzi kuwa wa haki, kwa sababu tukiwa na chama kimoja alafu unafanya uchaguzi wakati wamemshapitisha mtu fulani, basi haina haja kufanya uchaguzi. Yaani ufanye uchaguzi kama yeye apate urais au usipate, hamna. Hilo lengo la vyama pinzani maana yake ni kuleta uhaki na usawa katika kuchagua viongozi. Lakini leo hii tusifanye au tusipate muda kuzusha maneno tusipokuwa na uhakika, na kama tuna uhakika basi tuyaseme kwa wakati. Either Amos Makalla alitakiwa kufanya kama ajenda hii Chadema alifanya kwa siri, Amos Makalla anatakiwa aifuatilie kiundani kabisa hatua hadi hatua anayofanya Chadema, alafu baadaye akija in front of Tanzania Citizen ana flow, anajua kitu anaweka nacho. Lakini kama ndio kafanya hivyo, basi tutaona Chadema hatua ambayo atakayofanya au hatua ambayo itakafuata tutafanywa nini, kwa sababu wao Chadema wanaweza kashtaki. Lakini kama Amos Makalla na ushahidi, hilo tu kwa leo. Nikukumbushe tu Maisha Safari Channel, kama bado hujasubscribe basi subscribe, pia bonyeza alama kengele. Kwa sababu gani? Ukifanya hivyo vitu, sisi tukielezea makala yoyote, tukielezea kisa chochote, tukielezea michezo, tukielezea vitu vya huzuni, tukielezea story ya mtu, wewe unakuwa unaipata kwa wakati, na kwenye kukosoa unakosoa, na kwenye kusema ukweli unasema ukweli, kwenye kuchangia unachangia. Isipokuwa lugha mbaya, matusi haziruhusiwi kwa sio channel hii, channel yoyote. Changia neno zuri. Umeshindwa, kaa kimya, acha lipite. Kwa leo inatosha hivyo tu. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele, kulike, kushare na ucomment, ili uwe mwanafamilia bora wa channel hii ya Maisha Safari Channel. Maisha Safari Channel, always be available.